Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Leo ni Novemba 21. Tunapoenda kuiangazia mada isemayo akina mama waaminifu watatambuliwa katika hukumu. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza aya ya 27 na 28. Neno la Mungu linasema, "Naliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomwomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakao kuwa hai amepewa Bwana." Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Masaa haya ya asubuhi watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tumechagua kuanza na wewe, nasi tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi siku ya leo. Ukatusamehe dhambi zetu, ukatuponye magonjwa yetu. Ukasikie tunapoita, ukamjibu kila mmoja sawa na mapenzi yako. Tumaini letu ni kwamba siku moja tutaonana nawe tena. Basi ukatujalie heri, ili hata tutakapokuwa tukingoja, tukungoje tukiyatenda mapenzi yako. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Utimizwaji wa nadhiri ya Hana kumweka wakfu mwanawe kwa Bwana haikubadilika hadi pale alipompeleka katika hema takatifu. Tangu mwanzo wa makuzi yake, Hana alimfundisha mwanawe kumpenda na kumcha Mungu na kujichukulia kuwa ni wa Bwana. Kupitia kwa kila kitu anachokifahamu kilichokuwa kinamzunguka mwanawe, alitamani kuelekeza fikra zake kwa Muumbaji. Alipotenganishwa na mwanawe, hali ya kujali ya mama huyu mwaminifu haikukoma. Alikuwa kiini cha maombi yake. Laiti kama kila mama angeweza kutambua ukuu wa wajibu na majukumu yake ulivyo, na jinsi thawabu ya kuwa mwaminifu itakavyokuwa kubwa. Mvuto wa mama wa kila siku kwa wanawe ni kuwaandaa kwa ajili ya maisha ya milele au mauti ya milele. Anapokuwa nyumbani, anatumia mamlaka dhahiri zaidi ya waziri awapo katika dawati lake, au hata zaidi ya mfalme katika kiti chake cha enzi. Siku ya Mungu itafunua ni kwa kiasi gani ulimwengu ulivyo, na deni kwa kina mama wacha Mungu, kwa watu ambao wamekuwa hawaogopi kutetea kweli na matengenezo. Wanadamu ambao wamekuwa na ujasiri wa kutenda na kuthubutu. Waliosimama bila kutikiswa katikati ya majaribu na mashtaka. Waliochagua maslahi ya juu na matakatifu ya ukweli na utukufu wa Mungu kuliko heshima ya dunia au uhai wenyewe. Wakati hukumu itakapoketi na vitabu vitakapofunuliwa, wakati hakimu mkuu atakapotangaza, "Vyema mtumwa mwema," na washindi watakapovikwa taji ya utukufu isiyoharibika, wengi watainua taji zao mbele ya kusanyiko la ulimwengu na kuwaelekezea mama zao wakisema, "Kwa neema ya Mungu amenifanya kuwa hivi nilivyo." Mafundisho yake, maombi yake yamefanyika baraka ya wokovu wangu wa milele. Mungu ameamuru kuwa kwa familia na mataifa au kwa mtu binafsi, wema ndio msingi wa furaha. Kupitia mawazo na fikra zilizopaliliwa katika miaka ya awali, kila kijana anaamua historia ya maisha yake.
Tabia za utu sahihi na zenye maadili zilizojengwa katika ujana zitakuwa sehemu ya tabia na zitaweka alama ya uelekeo wa maisha yote ya mtu huyo. Vijana watakuwa wema au waovu kutegemeana na vile walivyochagua. Vijana wa sasa wanaweza kuwa wa thamani machoni pa Bwana kama alivyokuwa Samueli. Majina yao yanaweza kuandikwa katika kitabu cha uzima na kutazamwa kwa furaha na watawala wakuu wa dunia na jeshi la malaika. Kwa kudumisha uadilifu wa Kikristo kwa uaminifu, vijana wanaweza kuwa na ushawishi mkuu katika kazi ya matengenezo, kama Luther alivyokuwa muungwana. Wanadamu kama hao wanatakiwa katika wakati huu. Mungu ana nafasi na kazi kwa kila mmoja wao. The Signs of the Times, Novemba 3 mwaka wa 1881. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Novemba tarehe ya 21 mwaka 2025. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Akina mama waaminifu watatambuliwa katika hukumu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka?
Bwana wataka yote na mbele